Katika kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 11 kinasimulia juu ya kisa cha muujiza mkubwa wa Yesu mpaka kufufua waliokufa. Siku moja Yesu alikwenda mji mmoja uitwao Naini. Wanafunzi wake na umati wa watu waliongozana naye. Alipokaribia njia ya kuingia mjini, alikutana na watu waliobeba maiti wakitoka nje ya mji. Marehemu alikuwa mtoto wa kiume wa pekee wa mama mmoja mjane, na umati wa watu wa mji ule ulikuwa pamoja na mama huyo. Yesu alipomwona yule mama mjane, moyo wake ulijaa huruma, akamwambia, "Usilie." Kisha akalisogelea lile jeneza, akaligusa, na wale waliolibeba wakasimama. Akasema, "Kijana, nakuambia, amka." Yule aliyekuwa marehemu akaamka, akakaa na akaanza kusema. Kisha Yesu akamkabidhi kwa mama yake. Watu wote wakajawa na hofu, wakamtukuza Mungu wakisema, "Nabii mkuu ametokea kati yetu. Mungu amekuja kutuokoa sisi watu wake." Habari hizi za mambo aliyoyafanya Yesu zikaenea Uyahudi nzima na sehemu za jirani. Yesu hakumfufua huyo tu, bali kiko kisa maarufu cha kumfufua binti wa Yairo kama kinavyosimuliwa katika kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 43. Siku moja akiwa amezongwa na watu wanaomfuata kupata mafundisho yake na kutatuliwa shida zao, basi kiongozi mmoja wa sinagogi aliyeitwa Yairo akamjia Yesu, akapiga magoti miguuni pake, akamsihi, "Binti yangu mdogo ni mgonjwa mahututi. Tafadhali njoo umguse kwa mikono yako apate kupona na kuishi." Basi Yesu akaongozana naye. Umati mkubwa wa watu walimfuata, wakawa wanamsonga. Lakini kabla hawajafika nyumbani, watu wakafika kutoka nyumbani kwa Yairo, wakamwambia, "Usimsumbue tena mwalimu, binti yako amefariki." Lakini Yesu hakuyatilia maanani maneno hayo. Akamwambia Yairo, "Usiogope, bali amini tu." Hakumruhusu mtu mwingine amfuate isipokuwa Petro, Yakobo na Yohana na nduguye Yakobo. Walipofika nyumbani kwa yule kiongozi wa sinagogi, Yesu aliona vurugu na watu wengi wakilia na kuomboleza kwa nguvu. Alipoingia ndani akawaambia, "Kwa nini mnafanya vurugu na kuomboleza? Mtoto hakufariki bali amelala tu." Wale watu wakamcheka kwa dharau, lakini yeye akawatoa wote nje. Akawachukua baba na mama wa yule mtoto pamoja na wale wanafunzi aliokuwa nao. Wakaenda pale alipokuwa yule mtoto. Akamwinua mtoto akamwambia, "Talitha kumi," maana yake, binti mdogo, nakwambia amka. Mara yule mtoto akasimama, akaanza kutembea. Alikuwa na umri wa miaka 12. Walipoona haya walistaajabu sana. Yesu akawaamuru wasimweleze mtu jambo hili, na akawaambia wampe yule mtoto chakula. Siku nyingine Yesu akaondoka katika eneo la Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akaenda hadi ziwa la Galilaya kwa kupitia katika eneo la Dekapoli. Hapo watu walimleta kiziwi mmoja ambaye pia alikuwa hawezi kusema sawasawa. Wakamwomba amwekee mikono ili apone. Yesu akampeleka yule kiziwi kando, mbali na watu, akaingiza vidole masikioni mwake, kisha akatema mate na akaugusa ulimi wake. Ndipo Yesu akatazama mbinguni, akahema kwa uchungu, akamwambia, "Efata," yaani funguka. Wakati huo huo masikio ya yule mtu yakafunguka na ulimi wake ukawa huru, akaanza kusema vizuri. Yesu alitenda miujiza mingi sana. Mnafahamu kile kisa cha alipowachukua wanafunzi wake na kwenda nao mpaka katikati ya bahari, na kisha akawaamuru washushe nyavu. Wanafunzi wake walisita, kwa maana walishahaha kwa muda mrefu bila ya mafanikio, hawakupata samaki. Lakini alipowarudisha tena baharini, wakatupa nyavu zao na kujaza mashua zao kwa samaki
wengi pasi na mfano.